Askofu Bagonza amemvaa Rais Samia Suluhu na kutoa kauli yake kali kuelekea uchaguzi wa mwaka 2025. Jambo na karibu. Askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Karagwe kwa jina Daktari Benson Bagonza aliibua mjadala mzito baada ya kutoa wito kwa Watanzania kutafakari kwa kina mustakabali wa taifa na mwelekeo wake wa sasa. Alionya kuwa dalili zinazojitokeza kwenye nyanja za kisiasa na kijamii zilionyesha hatari ya kuigawa na kuligawa taifa endapo hazitashughulikiwa kwa hikma na mshikamano wa pamoja. Kauli hii ilitolewa mara moja baada ya ibada ya kuaga mwili wa askofu mstaafu wa KKKT Dayosisi ya Kaskazini Mashariki kwa jina Daktari Stephen Munga iliyofanyika katika ushariki wa Kanduchi Beach jijini Dar es Salaam. Askofu Bagonza alisisitiza haja ya mjadala wa kitaifa, maridhiano na kujenga upya imani ya wananchi katika taasisi za nchi, akieleza kuwa hali ya sasa ya utekaji, mauaji na uhalifu wa kimfumo ilikuwa kengele ya tahadhari. Kwa mujibu wake, ongezeko la taarifa za vitendo vya uhalifu na mgawanyiko wa kijamii lilikuwa tishio kwa amani na mshikamano wa taifa, misingi ambayo imekuwa uti wa mgongo wa Tanzania kwa miongo mingi. Aliweka bayana kuwa bila hatua za haraka taifa lingeweza kujikuta likipoteza mshikamano wa kuingia kwenye mgawanyiko hatari. Askofu Bagonza aliwakumbusha viongozi wa kisiasa kuwa historia ya Tanzania imejengwa juu ya mshikamano wa makabila, dini na utamaduni ama tamaduni tofauti, na urithi huo ulikuwa hazina isiyopaswa kuharibiwa. Alisisitiza kuwa siasa safi ni ile inayoweka maslahi ya wananchi na wa kawaida mbele, ikihakikisha kuwa kila Mtanzania anapata heshima, ulinzi wa maisha yake na huduma bora. Na katika mahojiano haya alitumia kifo cha Askofu Munga kama mfano wa urithi wa ujasiri na utetezi wa haki. Marehemu Munga alitajwa kama kiongozi shupavu, aliweka mbele maslahi ya jamii na kusimamia imara kwa ajili ya ukweli hata pale alipoonekana mgumu. Kwa mujibu wa Bagonza, mfano wa maisha ya Munga unapaswa kuwa dira kwa viongozi wa sasa na dini na siasa, ili kuimarisha maadili ya kitaifa na kuendeleza mshikamano wa kijamii. Mwili wa marehemu Askofu Munga ulitarajiwa kuzikwa mkoani Tanga katika maziko yaliyohudhuriwa na viongozi wa dini, wanasiasa na waumini kutoka maeneo mbalimbali. Ibada ya Kanduchi Beach ilihudhuriwa na mamia ya waumini na viongozi, wote wakiwa wamejawa na simanzi, lakini pia walipokea changamoto za kufikiria mustakabali wa nchi. Kauli ya Askofu Bagonza iliibua mjadala unaozidi kushika kasi kwenye majukwaa ya mitandaoni, huku wachambuzi wakiona ni onyo kwa taifa kuchukua hatua sasa kabla hali ijawa mbaya zaidi. Kenyascope itaendelea kukuletea taarifa na uchambuzi wa mijadala mikubwa ya kitaifa, tukifuatilia namna viongozi wa kisiasa na wa dini watakavyoshughulikia masuala ya mshikamano, amani na mwelekeo wa taifa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025.